Yesu Kristo. Kipindi hiki cha Kwaresma mara nyingi nakifananisha na kama ambavyo wengine wanakiita kuwa ni kipindi cha kuretreat. Kipindi ni kitu ambacho retreat ni neno la kijeshi, wengi tunafahamu wakati watu kwenye mapigano na sipata amri kwamba retreat, maana yake ni mwito wa kurudi kule kambini, kurudi kwenye ile base na kurudi ile sehemu ambayo alianza mapigano ili kufanya tafakari ya kina juu ya mwenendo wa vita, juu ya mwenendo wa mapigano yanavyoendelea. Na katika kanisa tunacho hiki kipindi cha Kwaresma ambacho pia wengi tunakiita kama kipindi cha retreat, kipindi cha mfungo, kipindi cha toba, kipindi cha kutenda matendo mema. Ni kipindi ambacho kinatupa muda kwenda kurudi nyuma na kuanza kutafakari kutokea kwenye ubatizo wetu, mahusiano yetu na mwenendo wetu dhidi ya sheria za Mwenyezi Mungu, mahusiano yetu na Mungu, mahusiano yetu na imani yetu ya Kikristo. Lakini zaidi pia ni kipindi ambacho tunaalikwa kufunga masheria kanisa yanavyosema, funga siku ya Jumatano Majivu, usile nyama siku ya Ijumaa Kuu. Basi tunaalikwa tufunge ili tuweze kujipa muda mzuri wa kufanya tafakari ya kina ya mahusiano yetu na Mungu. Lakini basi mwito mkubwa zaidi ni kwamba katika ile tunapofunga lazima tutenge katika ile tunayofunga basi yawe kwa ajili ya kusaidia wenzetu katika jamii yetu inayotuzunguka, majirani zetu, watu wenye shida mbalimbali, katika yale ambayo tunayo na ambayo tumeyahifadhi katika mfungo wetu. Tende matendo mema, na ni mwito mzuri wa kuweza kutembelea pia wagonjwa na kuweza kuwasaidia wenye uhitaji. Kwa mimi napenda sana kipindi hiki cha Kwaresma, na nitoe mwito pia kwa wengine wote kuweza kujikita katika kufanya tafakari ya mahusiano yetu na Mungu, lakini zaidi jinsi ambavyo tunajitoa kwa ajili ya wenzetu wanaotuzunguka kwa matendo yetu mema, misaada mbalimbali na sadaka zetu.